Wapenzi na wasikilizaji na watazamaji wa Kesha la Asubuhi, nawakaribisha tena katika somo la asubuhi ya leo Agosti 2. Kichwa cha somo kinasema kama chachu. Tuna kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 33. Pia fungu kuu anasema, Ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Mathayo sura ya 13 mstari wa 33. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutuamsha asubuhi ya leo salama, tukiwa wenye afya njema sana. Jina lako litukuzwe. Tuna mengi ya kusema zaidi ya kusema asante Yesu, kwa kuwa unazidi kuwa mwema sana katika maisha yetu. Sifa, heshima, nguvu na utukufu vikurudie wewe milele na milele. Hatuna mengine ya kusema zaidi ya kusema asante. Tunakuomba ukatusamehe maovu yetu. Tunapoanza somo hili, nena nasi Bwana, ukawe nasi mwanzo hadi mwisho. Kwa imani nimeomba katika jina la Yesu, amina. Anaanza kwa kusema, katika mfano wa Mwokozi, chachu inatumiwa kuwakilisha ufalme wa mbinguni. Inaelezea uwezo wa neema ya Mungu wa kuhuisha na kusimurisha. Nasema neema ya Mungu ni lazima kwanza ipokelewe na wenye dhambi kabla hajaweza kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa utukufu. Ustaarabu na elimu yote ambayo ulimwengu unaweza kutoa vitashindwa kumfanya mtoto aliyedhalilika kwa dhambi kuwa mtoto wa mbinguni. Nguvu ya kufanya upya ni lazima itoke kwa Mungu. Kama vile chachu inapochanganywa na unga inafanya kazi kutoka ndani kwenda nje, ndivyo ilivyo kwamba katika kufanya upya moyo, neema ya Mungu kufanya kazi hivyo katika kuyabadilisha maisha. Chachu iliyofichwa kwenye unga hufanya kazi kwa siri katika kuuleta unga wote chini ya mchakato wake wa kuchachushwa. Vivyo hivyo, chachu ya ukweli inafanya kazi kwa siri, kimya kimya, kwa uthabiti katika kuibadilisha roho. Mielekeo ya asili inalainishwa na kutiishwa. Mawazo mapya, hisia mpya, nia mpya hupandwa. Kiwango kipya cha tabia kinawekwa. Maisha ya Kristo, akili hubadilishwa. Uwezo wa akili huamshwa kufanya kazi katika mielekeo mipya. Dhamiri inaamshwa. Moyo wa yule anayepokea neema ya Mungu hujaa upendo kwa Mungu na kwa wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Nafsi haipandwi kwa ajili ya kumtaka kutambulika. Yeye ni mkarimu na mwenye kujali, mnyenyekevu katika maoni yake juu ya mwenyewe, lakini bado amejaa tumaini, akitumainia daima rehema na upendo wa Mungu. Neema ya Kristo inapaswa kudhihirisha hasira na sauti. Utendaji wake utaonekana katika upole na heshima njema inayoonyeshwa na ndugu kwa ndugu, katika maneno ya fadhili yenye kutia moyo. Uwepo wa malaika upo nyumbani. Maisha yanatoa harufu nzuri ambayo hupanda kwa Mungu kama uvumba mtakatifu. Upendo unadhihirishwa katika wema, upole, ustahimilivu na uvumilivu. Uso hubadilishwa. Kristo anayekaa ndani ya mioyo hung'aa katika nyuso za wale wanaompenda na kuzishika amri zake. Mabadiliko haya yanapotendeka, malaika huimba nyimbo za shangwe na Mungu pamoja na Kristo huwafurahia watu wale walioumbwa katika mfano wa uungu. Somo letu leo linaishia hapa. Linazidi kutufunza kwamba neema ni lazima kwanza ipokelewe na mwenye dhambi kabla hajaweza kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa utukufu. Na anasema ustaarabu na elimu yoyote ambayo ulimwengu unaweza kutoa vitashindwa kumfanya mtoto aliyedhalilika kwa dhambi kuwa mtoto
wa mbinguni. Kwa elimu yoyote ile haiwezi ikafanya hivyo. Basi Mungu atubariki sana kwa somo hili, na anasema neema ya Kristo inapaswa kudhibiti hasira na sauti. Kwa neema ya Kristo inapaswa kudhibiti hasira na sauti. Utendaji wake utaonekana katika upole na heshima njema. Mungu atubariki sana. Tuombe. Asante Mungu, tunakushukuru kwa nasi na kwa nasi. Tunakushukuru sana kwa somo hili kwa msaada kwa maisha yetu. Mungu, tunakuomba ukatuongoze na kutulinda kwa siku hii ya leo. Ukawe nasi na neema yako ikazidi kuwa kubwa. Tunaomba Bwana ukatutumie kama chombo na ukatimiza mapenzi yako kwa njia ya sisi. Kwa imani nimeomba katika jina la Yesu. Amina. Mungu atubariki sana. Tusisahau kushare somo na kusubscribe pia. Anaweza kufariji na maneno matamu, moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Moyo hauogopi wala